msikilizaji, maisha haya. Anyway, tusonge mbele, tumalizane na simulizi ya kwake Zai. Na baada ya Zai kumjibu maneno ya kutosha Amani ya kuamini aise. Na Zai anasema ya kwamba niliongea na kutaka kuondoka, akanishika kwa nguvu na kunisukumiza kitandani. Ajabu, baada ya kunisukuma alianza kufungua saa yake. Nami nikashtuka, nikamuuliza unataka kufanya nini? Hii ni sehemu ya mwisho. Asante sana msikilizaji kwa pamoja nami kuanzia sehemu ya kwanza na mpaka dakika hii tunamalizana na sehemu ya mwisho, tunasonga mbele. Zai anasema ya kwamba kwa hofu nimuuliza unataka kufanya nini? Bila kujibu alivua saa yake. Nikashangaa na geuka na kupiga hatua kuelekea mlango. Kuelekea mlangoni, na alipofika mlangoni akageuka na kuniambia kwamba huo mdomo wako, iko siku nitakuja kukunyosha. Aliongea na kuondoka. Nilishusha pumzi ndefu na kusema ya kwamba nilikuwa nimepumzika hizi siku kadhaa, ila naona kasharudi sasa. Ni mwendo wa kukabana. Mimi sikuwa na hamu ya kubaki tena. Niliinuka, nikabadilisha nguo na kuchukua pochi yangu, kisha nikatoka chumbani. Kufika sebleni, nikataka kupita bila hata kuaga. Nikasikia sauti inasema ya kwamba unaondoka, hizo nguo kwenye mashine unamwachia nani? Bila kugeuka, nikamjibu ya kwamba nakuachia wewe, kwani ni nguo zangu. Nilivyojibu hivyo, aliniita kunitaka nirudi, ila sikumsikia. Ndo kwanza nikaanza kupiga hatua kuelekea ulipo mlango wa kutokea. Uliza nilifika mlangoni. Jamaa aliinuka chapo na kunirukia shwa. Sekunde tu kashani daka. Akanibeba begani juu na kunipeleka chumba cha kufulia nguo. Cha mdomo nilibaki napiga kelele. Nilibaki tu nikisema kwamba niache ila hakunishusha. Hadi aliponifikisha ndo akanishusha na kuniambia kwamba maliza kazi yako. Sasa ole wako ondoke. Nilimjibu kwamba simalizi. Kwani si wewe uliniambia niondoke au sio wewe? Akaniita Zai, nikatika ndo jina langu. Akasema sasa endelea kunitafuta. Mimi sikuongea tena. Nikakaa huko sasa nikimwangalia kwa jicho la hasira. Mdomo nao ulikuwa nimeuvuta. Naye hakutaka kuendelea kupigisha kelele. Akaondoka. Hapo uso umemjaa kama puto. Hivi kidogo sasa tunaenda sawa. Si kunigizia upole hadi nahisi una mpango hatarishi. Na hizi nguo sianiki. Ngoja aone. Nilivuta dakika kidogo, kisha nikatoka na kuchungulia kama bado wapo sebleni. Nikaona wapi, na walionekana kuwa busy na maongezi. Nilichokifanya sasa, nilivua viatu, nikaweka simu kwenye pochi vizuri. Wigi nalo nikavua, nikalishika mkononi, nikaanza kuhesabu 1, 2, ya 3 nilichomoka kama kishandu shwa. Walishtuka tu kuona mtu yule. Kila mmoja akabaki anakula upepo tu. Mimi tayari niko nje. Waliangaliana wasielewe nimetumia kifaa gani kuchomoka nduki namna ile. Amani badala ya kukasirika alijikuta akicheka tu. Rashidi alimwangalia Amani na kumuuliza kwamba, "Oya, hivi ndo mnaishi siku zote ama?" Akiwa bado anacheka, Amani akamjibu ya kwamba binti akili yake sio nzuri. Rashidi alimwangalia kwa muda, kisha akamwambia kwamba sijawahi kuona ukiwa hivi kwa mtu yote. Amani akasema unamaanisha nini? Rashidi akasema hamna. Amani akasema tayari umeshawaza ujinga. Rashidi alicheka na kusema kwamba mimi yangu macho bwana, ila kuna kitu nakiona na soon kitaenda kuwa kiko. Anyway, ngoja nikae kimya, lakini kitu tu kitaenda kutokea. Niko hapa. Amani hakutaka kujibu. Aliinuka na kwenda kutoa nguo kwenye mashine, akazianika, na baada ya hapo akajiweka sawa na kwenda nyumbani kwao, ambapo alipofika alimkuta Jasmine. Walisalimiana pale kwa furaha, mambo mengine yakaendelea, na baada ya kila kitu ilipofika usiku wakaondoka pamoja. Sasa akiwa njiani, Amani aliomba awe pamoja na Jasmine kwa siku ile. Jasmine alikubali, ila akamwambia hataki kwenda nyumbani kwa Amani kwa madai ni mbali na kazini kwake, hivyo atafute hoteli iliyo karibu ndo alale huko. Amani hakutaka kubisha. Wakatafuta hoteli iliyo karibu, wakachukua room na kuingia humo. Kabla ya yote walikuwa na mazungumzo muda mfupi. Baada ya hapo yakafanyika kufanyika. Sasa wakati wakiwa kwenye hizo harakati za maraha, Amani aliona love bite nyuma kidogo ya shingo. Kitu kile kilimfanya akasitisha zoezi kidogo. Jasmine alihisi utofauti. Akamuuliza kwamba vipi baby, mbona umestop, kuna tatizo? Amani akasema hapana, hakuna.
Aliamua kutokumwambia na wakaendelea. Siku ikaisha. Kesho yake mapema waliamka, akamrudisha Jasmine nyumbani. Na baada ya kumfikisha nyumbani, waliagana akarudi nyumbani. Kila muda alikumbuka ile love bite na kukumbuka uongo ambao Jasmine alimdanganya siku kadhaa nyuma. Akili yake ilimwambia kuna mwamba anamsaidia majukumu. Ila moyo uligoma, kwani alimwamini sana Jasmine. Ila katika huko kukataa kwa moyo, bado swali alilojiuliza ni kwamba ina maana Jasmine anamsaliti. Kama mwanaume, kitu hicho kilimnyima raha na kumpa mawazo mengi sana. Hakuwa na mudi ya kazi tena. Hivyo alipofika nyumbani aliishia kufika, yani alifikia tu akajitupia kwenye sofa pale. Mimi nimwangalia na kuachana naye. Akakaa pale hadi muda wa chai ulipofika, nikamwandalia mezani na cha kushangaza alikataa chai. Basi nami bila papara nilichukua chai ile pamoja na vitafunwa, nikasogea alipokaa na kukaa pembeni yake, nikaanza kunywa huku sasa nikimwangalia. Alinikata jicho hilo, ila mimi sikuinuka wala kuogopa. Kwa upole kabisa nikamuuliza kwamba leo uendi kazini? Hakujibu, akakaa kimya. Nikamuuliza tena Mr. Rango na kuuliza leo uendi kazini? Zai, hivi unataka nini? Mimi nataka tukujua kama unaenda kazini au la. Unataka kujua ili weje? Jamani, kwani ukijibu ndio au hapana utababuka ngozi? Si useme tu siendi. Hapo sawa. Na kwa nini umekataa kunywa chai? Hauna mudi ya kula chochote? Yaani shida nini au unaumwa? Zai, mnombo utoke mbele yangu. Kutoka mimi nitatoka, si unijibu tu. Umeanza kujitia uchizi, si ndio? Okay. Acha nifikirie mwenyewe. Utakuwa unaumwa? Ila hapana bwana, huwezi kuwa mgonjwa. Utakuwa umeachwa Nilivyosema hivyo aliinuka kwa hasira, akitaka kwenda chumbani kwake. Nikamuita na kumwambia kwamba sema nini? Unajua huyo dada, I say, naomba tu dada akunyoshe hivyo hivyo. Huyo dada namuomba yani akunyoshe hivyo hivyo. Ainiangalia tu jicho la hasira na kuondoka. Siku nzima iliisha akiwa chumbani. Maumivu aliyokuwa nayo yalikuwa ni makali mno. Alama ile ya love bite ilimjia kichwani. Akili ikampeleka mbali zaidi. Akawa kama anaona yote yaliyofanyika hadi kupatikana kwa ile love bite. Si rahisi kwa mwanaume kama Amani kulia, ila hili lilimtoa chozi. Alimpenda sana Jasmine, ila ndo kauvunja moyo wake. Kwa kuwa asubuhi pamoja na mchana nilipika, ila akagoma kula, nikaona cha usiku nisipike tu bila kumuuliza. Kwa hiyo nikatoka na kwenda kumgongea. Cha kushangaza kuitika. Nikagonga tena na tena. Nikawaza atakuwa amepata shida ama maana mudi aliyokuwa nayo haikuwa nzuri. Basi haraka nikafungua na kumkuta akiwa amekaa chini, huku kichwa akiwa amegemeza kwenye kitanda. Kuona vile nikajua huyu mtu hayuko sawa kabisa. Nilichoamua kufanya ni kuweka utoto pembeni na kumsogelea kwa upole kabisa. Nikamuuliza, Amani, kuna nini? Mbona uko hivyo? Swali langu lilifanya akaniangalia usoni kwa muda mrefu na kubaki kimya. Nikamuuliza tena, Amani, kuna shida gani? Ajabu, hakujibu. Ila akainuka na kufungua kabati, akatoa kibegi kidogo na kuweka kitandani, akafungua na kuniuliza kwamba unadai shilingi ngapi? Alivyouliza hivyo, niliinuka na kumsogelea. Nikamwambia kwamba sijakwambia unipatie hela, mimi nimeuliza kuna nini, mbona uko hivyo? Amani akasema, unataka kujua ili weje? Na we nani kwangu hadi utake kujua mambo yangu? Hebu ngoja kwanza msikilizaji, kiherere gani kimenivaa hadi kujifanya najali mambo yasiyonihusu? Kutokana na maneno yake sikutaka tena kujua nini kinamsumbua. Okay, uko sahihi, sipaswi kujua lolote kuhusu wewe. Kwa hiyo ukitaka hata kufa tu. Niliongea na kutaka kuondoka kwa hasira, akaniita. Kugeuka tu akanirushia pesa usoni na kusema kwamba hayo ndio malipo yako na kwanza leo sitaki kuona hapa tena. Nilishtuka nikamuuliza kwamba umesema? Sitaki kuona tena kwangu. Okay, nahisi naanza kukuelewa. Kwa hiyo watu wakiwa na mudi mbaya sijui za kuachwa huwa wanafukuza wafanyakazi wao, au ni kutafasiri vipi katika hili? Zai, nimesema ondoka. Sio kirahisi hivyo.
sikia, mkataba wangu na wewe hauwezi kuishia hapa. Kwa hiyo kama una stress zako my friend, hizo ni zako, mimi hazinihusu. Na mimi nilikuwa nimekuja tu kukuuliza kama unakula ili nikupikia, lakini kwa ninavyoona ni kama hata uhitaji chakula. Niliongea na kuokota zile pesa kisha huyo nikaondoka. Huku nyuma baada ya kuondoka, Amani alimtafuta mfanyakazi mwenzie na Jasmine na kumuuliza kama Jasmine alikuwa kazini kwa siku zile ambazo alimkosaga nyumbani. Mtu huyo akamjibu kuwa hapana, hakuwepo kazini, na sio siku hizo tu bali hata leo hayupo kazini. Kwa mujibu wa majibu hayo, ina maana hata jana Jasmine alimdanganya. Sasa kijana baada ya kupewa majibu hayo akaunganisha dots. Moyo ukasema bas, kwisha habari, goodbye. Hapa hakuna penzi. Na sasa tukienda upande wa Jasmine mwenyewe, mida hiyo alikuwa nyumbani kwake na hakuwa peke yake, ila alikuwa na shoga yake Lucy. Kama kawaida walikuwa busy kupiga umbea. Na katikati ya umbea Jasmine akasema kwamba tuachane na hiyo kwanza shoga yangu, hivi unajua kwa jana nimelala na Amani? Lucy akasema Amani, wewe ulisema amesafiri. Jasmine akasema ndio, na mimi nilijua hivyo, ila nimeshangaa jana niko kwao akaja akiwa na rafiki yake. Kwa hiyo tukakaa pale, ilipofika usiku tukaondoka. Kufika njiani rafiki yake akaondoka, na alivyoondoka tu Banula akaniambia akanimisi. Mimi naye kufikiria ni kitambo kweli sijakutana naye, nikaona acha tu nimpe tu. Lucy akasema we, umewezaje kukutana naye leo ili hali jana umetoka kwa Sule na uliniambia kwamba mliagana vyema, sema kwaje? Jasmine akasema yani kukwaje kivipi sasa? Kwani Sule aliacha mguu wake ndani ya kiatu? Lucy akasema hajaacha, ndio mguu wake ndani ya kiatu. Najua hilo. Ila sasa huoni kama kiatu kinaweza kuwa kikubwa kuliko mguu? Maana miguu ya viumbe inatofautiana ujue. Jasmine akasema naelewa, ila mguu wa saizi wa Amani ana upishani sana na Sule. Tena Amani umezidi kidogo. Lucy akasema haya. Na umevaa viatu ama ulitembea pekupeku? Jasmine akasema we naye dunia hii ya leo ni ya kuvaa viatu. Bwana raha ya mchanga wa bichi uguse unyayo na sio kuvaa viatu. Lucy akasema sawa, haina shida shoga yangu, ila kama ulilala kwa Amani, umewezaje kwenda kuonana na ule mbaba? Maana muda ule silikuwa bado mapema ujue. Jasmine akasema dada, akili zangu zikogo mbele ya muda. Sijalala nyumbani kwake, ila nilimwambia tulale hotelini kwa madai kule kwake ni mbali na kazini. Na kama unavyomjua anaga mambo mengi. Akakubali tukalala pale, na asubuhi akanirudisha nyumbani. Nikaambia aende tu, maana alitaka nisubiri eti nijiandae kisha nipeleke kazini nyo. Kwa hiyo hivyo ndivyo nilivyochezea tu nilivyocheza mchezo wangu. Lucy akasema kwamba shoga yangu na balaa hatari. Sema pia umefanya vizuri kukutana na huyo Amani, maana ikitokea kupata ujauzito basi itakuwa rahisi kumwambia kuwa ni wake. Jasmine akasema nani apate ujauzito? Wewe. Hivi mimi nimekuwa ni mtoto mdogo hata nipate ujauzito pasipo matakwa yangu? Lucy akasema inatokeaga dada. Jasmine akasema sio kwangu. Basi msikilizaji, tuachane na hao Lucy na shoga yake Jasmine. Na of course unajua mahusiano mengi yanaharibiwaga na mashosti yana hata wanaume kuharibu mahusiano yao ni ngumu sana, kwa sababu yani wanaume waweza kukuta wanazungumzana vitu vya kipumbavu kwa ajili ya yani labda mimi mwanaume na wewe unanisikiza ni mwanaume afu tunashauriana, yani mimi nakushauri wewe mwanaume mwenzangu muache mwanamke wako, yani vitu kama hivyo unaelewa Lakini mashosti sijui wanakusoga kazi, yani sijui ni nini. Ukimsikiliza rafiki yako shoga yako unaweza kupoteza mahusiano yako, wallahi nakwambia. Kwa hiyo hao malaika na shetani wake huyo tuachane nao. Upande wangu mimi nilirudi nyumbani. Nilipofika nyumbani pale nilikaa sebleni. Macho yangu yaliziangalia zile picha alizonipa Amani. Nikafikiria na hali yake. Unajua kweli nilihisi wasiwasi na kujiuliza ni kitu gani hasa ambacho anakipitia kiasi cha kumkosesha raha vile. Na kwa muda ambao nimekaa na Amani, kitu ambacho nimegundua kuhusu yeye ni mwoga sana wa njaa. Yaani unajua kuna watu wao sio walaji, alafu kuna wale ambao ni walaji. Sasa Amani ni mlaji mzuri tu. Yaani mwoga sana wa njaa. Sasa ukiona hadi inafikia hatua anashindwa kula, basi ujue kuna kitu kinamsumbua haswa. Niliwaza sana na kuamua kumfuatilia kwa makini. Usiulize kwa nini msikilizaji, nataka kujihusisha naye, usiulize kwa nini au kaisi labda huenda labda sijui manza sijui kumpenda. Ni vile tu nataka kujua kinachomsibu basi. Haya,
Siku hiyo ilipita. Kesho yake mapema nikaenda na kukuta bado hajaamka. Ilikuwa ni weekend, hivyo nilijua wazi hatuenda kazini. So mimi nikafanya baadhi ya majukumu yangu, na ilipofika muda wa chai nikaandaa pale mezani, na kabla hata sijaenda kumuita, alishuka mwenyewe na kwenda moja kwa moja dining. Nikamwacha akanywa chai, na ilivyokuwa anakaribia ni pale kumaliza, nikaenda na kukaa pembeni yake, kisha nikamuuliza kwamba vipi kwa sasa, unajisikia nafuu kidogo? Kama kawaida yake kunidharau nini, akakaa kimya. Nikamuuliza tena, Amani, nimekuuliza leo umepata nafuu? Kuuliza hivyo ni kama nilimkwaza. Akauliza kwa jazba ya kwamba kwani Zai, hivi ukiniona mimi nimekaa kimya huo unakosa amani? Nisikilize Amani, mimi sija kuuliza ili kukwaza ama kutaka ugomvi, no. Nimeuliza kutaka kujua kama walau una nafuu basi. Unataka kujua ili weje? Naomba nisikilize sana, mambo yangu hayakuhusu. Umesikia? Hayakuhusu. Na wala mimi sina ukaribu wote na wewe. Hata utake kujua mambo yangu. So wewe fanya kazi zako, ukimaliza ondoka. Alafu nimeshasema sikuhitaji tena. Sasa sijui ni kipi ambacho kimekuleta hapa tena. Aliongea kwa hasira sana. Ila nikaona sio yeye, ni mawazo tu. So nitabasamu kipole kabisa. Nikaambia kwamba naelewa Amani. Na ninajua mimi na wewe hatuna ukaribu wa kiasi cha mimi kutaka kujua mambo yako. So anyway, but sisi ni binadamu. Kusaidiana ni jambo muhimu sana kwetu. Hivyo ukiniangalia naonekana kama nahitaji msaada wako. Ndio, tena sana tu. Sikia Amani, mimi na wewe sio maadui, ila kilichopo tu kati yetu ni kutokuelewana basi. Lakini hiyo haiwezi kwa sababu ya kutokusaidia unapokuwa kwenye shida. Najua ndio una pesa nyingi sana na elimu ya juu kuliko mimi, lakini kumtia mtu moyo hakuhitaji pesa, sawa? Na sijui unapitia nini, ila tafadhali sana usijiumize kufikia hatua ya kushinda siku nzima bila kula. Zaidi tu jipe muda na utafakari nini cha kufanya. Na kama huoni au ni kitu ambacho unahitaji ushauri, tafuta mtu unayemwamini, muelezee. Kujifanya unaweza kutatua kila kitu mwenyewe sio ushupavu. Wala kuomba msaada sio udhaifu, sawa? Yeah. Na kama ni mahusiano na uenda mmekosana na mtu wako au kuna hali ambayo huielewi kuhusu mwenzako, ongea naye. Kama sio kitu cha kuongea basi angalia namna ya kusolve. Wewe ni mwanaume. Kwa hiyo upasi kuwa hivyo bwana. Haina haja ya kushikilia kitu kinachouma, utapata matatizo na mwisho wa siku utapata tu hasara. Wakupata hasara ni wewe mwenyewe, sio yeye au mtu mwingine. Kwa hiyo tulia na uangalie nini cha kufanya. Kuondoka. Niseme tu sijali. Taondoka ila hadi utakaponitafutia kazi kama ulioniharibia. Nilimaliza kuongea, nikaondoka na kumwacha akiwa ananiangalia. Muda ulienda, ikafika jioni tukiwa hatusemeshani wala hatuna, yani kwanza hakukuwa na mtu aliyekuwa na muda na mwenzie. Ila sasa ikiwa imebakia muda mfupi, yani niondoke kuelekea nyumbani, Amani alikuja na kuniita, nikaitika. Akanambia I'm sorry. I'm sorry. Sikutegemea kusikia neno lile. Ikabidi tu nijifanye ni kama sijasikia vile. Nikamuuliza umesema? Nimesema I'm sorry. Yani kwa nini unaniomba msamaha? Kwa sababu nimekosea. Msikilizaji, huu ni mtego ama hapo anamaanisha nini? Okay. Nimekuelewa. Haina haja, haina shida, usijali. Haina shida, yani kwamba umenisamehe ama tuseme ndio. Haya, unaweza kutoka mbele yangu maana unanitisha. Nikwambie kitu. Nilijua tu uwezi kujishusha bila sababu. Eti Amani, wewe kabisa usimame na kusema samahani. Tena kwa kumaanisha bila kuwa na kitu unataka. Niambia unataka kitu gani sasa? Maana nisikuchelewesha hapa. Tunaweza kwenda klabu pamoja. Klabu pamoja mimi na wewe. Amani. Amani, hivyo unaona mimi ni mjinga sana eh? Ni kweli vile, naomba tutoke. Na wasiwasi, kuna kitu unakisuka nyuma ya pazia, sio bure. Hapana, usinifikirie vibaya. Na ninakuahidi utarudi ukiwa salama kabisa, lakini kama una hofu, basi unaweza kukataa. Nilifikiria kwa sekunde kadhaa kisha nikamwambia sawa. Naye akatabasamu na kuniambia asante. Kisha akaenda kujiandaa
Na alivyomaliza kabidi sasa twende nyumbani ili niweze kubadilisha mavazi. Basi kufika nyumbani akabaki nje, nikajiandaa na nilivyomaliza nikatoka na kuingia kwenye gari lake. Tukasepa. Kufika huko nikaona kabla ya kwanza kuruka majoka, acha ni umwagilie moyo kwanza. So nikaenda kwenye vinywaji, nikaagiza mvinyo wangu safi kabisa na kuanza kupiga. Sasa nilishangaa Amani anaagiza kinywaji kisicho na kilevi. Nikajua huenda anataka kuchanganya. Ila haikuwa hivyo. Ikabidi nimuulize kwamba mbona hutumii pombe? Akasema situmii. Nikasema nini? Akasema situmii kilevi chochote. Hauko serious kabisa. Na kama hutumii pombe unakuja kukufanyaga nini sasa? Kwani kwa klabu lazima utumie pombe kiasi chake? Hapana. Ingekuwa hivyo basi ungekuwa unakunywa kila unapoingia. Ila huwa hufanyi hivyo isipokuwa mara chache. Nimesikia vizuri ama pombe zimeanza kupitia sikioni? Nikasema sorry, umesema? Achana nayo. Nilimwangalia kwa muda kisha nikamuuliza kwamba umejuaje kama mara nyingi nikiwa klabu wasitumii pombe? Nimekwambia achana nayo. Enjoy. Sikutaka kuendeleza hiyo mada. Nikapiga zangu pombe kidogo kisha nikaanza kula mziki. Amani hakuinuka alipokaa, ila muda wote akawa ni ananiangalia tu. Taratibu muda ulienda na tulipoona umeenda sana tukaondoka. Bila kuniuliza kuwa nitaenda kwangu ama kwake. Alinipeleka moja kwa moja hadi kwake na tulipofika akanisaidia kunishika hadi chumbani, nikalala kisha na yeye akaenda chumbani kwake na kulala. Usiku kapita, kesho yake asubuhi nilichelewa kuamka na kujikuta nikiamka saa 4 kasoro. Yeye alikuwa tayari kashaamka na muda huo alikuwa yuko busy na kazi. Basi nimsalimia huku nikiwa na wengi la usingizi. Akaitikia na kuniambia nipate supu. Alivyoniambia hivyo, nilimuuliza kwa mshangao kwamba ni wewe ndio umeandaa hiyo supu ama umesaidiwa kupika na mlinzi? Hivi, kwa nini inaonekana ni mimi kama sijui kupika? Hebu kanywe supu chapu kabla hujanizimikia hapa. Moyoni nilisema hii ni maajabu. Kisha huyo nikaenda jikoni na kukuta kweli kapika. Basi nikajisevia pale na nilivyomaliza nikataka kuanza baadhi ya kazi, ila akaniambia kwamba umechoka, pumzika. Asa mimi ninapopenda mapumziko sikuuliza hata swali lolote, nirudi kulala. Nikaja kuamka mchana, nikaandaa chakula na baada ya kuandaa tukapiga. Kisha nikafanya baadhi ya vikazi pale. Yakapita masaa 3, nikawa tayari sina kitu cha kufanya. Hivyo nikavaa zangu headphones na kula mziki kama kawaida yangu. Na muda huo Amani alikuwa wapi? Sebleni. Hapo. Ila ndo alikuwa bado na mikazi yake. Hivyo kila mmoja akawa yuko busy na mambo yake. Sema kuna muda alikuwa ananiangalia kwa kuibebia kisha anaendelea na kazi. Alivyomaliza tu akaniuliza kwamba vipi, haupendi kuogelea? Sasa kuulizwa hivyo nikajibu kwamba kitu chochote ambacho kinaweza kumfanya mtu akaenjoy basi jua nakipenda. Ni kweli wala hata hujakosea. Sasa hakuna cha kufanya, vipi? Twende kuogelea basi. Ngoja kwanza. Hivi huyu mtu mbona ni kama anakuwa rafiki sana wakati sisi kwanza si kawaida yake. Yaani jana kwamba twende klabu na tumerudi kwa utulivu bila hata kugombana. Leo tena anataka twende kuogelea. Ni anataka kutengeneza nini hasa? Na anataka kunizamisha kwenye maji nife ama? Niliweza nikamjibu kwamba hapana, sina mudi ya kuogelea kabisa. Akasema okay basi naomba nisindikize mimi. Alivyosema hivyo nilikataa. Unajua msikilizaji, inafikirisha sana ukiwa na mtu ambaye mnagombana ama anakuwa mkali sana kwako, alafu ghafla tu abadilike. Yaani hakukalipi wala hagombani na wewe. Kawaida tu lazima uisi hofu na maswali yasiyo na majibu, si ndio? Yeah. Naona alidhamiria kabisa kuogelea, kwani baada ya kukataa kutoka naye aliomba basi tutumie swimming pool ya pale nyumbani. Nikawaza hii atakuwa anataka kunizamisha ama. Sasa nikamwambia kwamba kuliko kutumia hii ya nyumbani bora tutoke, maana hii ya nyumbani hainogi kabisa. Basi
Unajua nimwambie hivyo kwa sababu nilipata wasiwasi. Maana si hakuna watu. Nataka tuende sehemu ambapo kuna watu. Sasa akajibu sawa na kuingia ndani akabeba vya kubeba kisha huyo tukaondoka. Kufika huko nikashindwa kujizuia kuingia kwenye maji, kwa hiyo nikaishia kuungana naye. Sijui ni nini tu, ila nilianza kumuona tofauti. Nikaona afu mbona Amani ni mtu safi tu. Na yeye sijui alikuwa ana ajenda gani, maana kutoka pamoja hakuishia pale. Yaani ikawa mara kwa mara anaomba tutoke. Na mimi sana ninavyopenda mambo ndio kabisa, nikawa ni mwendo wa kuchagua sehemu za kwenda tu. Taratibu taratibu tulianza kuzoeana, utani, kucheza michezo mbalimbali, ikawa ni kitu cha kawaida sana kwetu. Mwezi ukakata tukiwa tuko busy kula maisha tu. Na hapo sasa akasahau kama alishaniambia kuwa hataki tena niendelee kufanya kazi kwake. Na mimi nikasahau kuwa niliambiwa nikatafute kazi. So yani mimi nilisahau, yani na mimi nikasahau kuwa nilimwambia anitafutie kazi. Kwa hiyo wote tukazama kwenye maisha mapya na urafiki mpya. Sasa upande wa pili wa Jasmine alibaki akijiuliza kulikoni mwanaume haombi kuonana naye mara kwa mara kama ilivyokuwa mwanzo. Akahisi huenda mahusiano yao yanaelekea kukata moto, ila wazo likagonga mwamba, kwani ndio Amani hakuwa akionana naye kama ilivyokuwa mwanzo, ila bado alimtafuta na hata alipohitaji pesa alimpa bila shida. Hivyo kidogo binti akaondoa mawazo mabaya na kujiaminisha kuwa huenda yuko busy sana. So na yeye akalifanya hilo kuwa fursa ya kufanya mambo yake. Kwa hiyo binti akawa busy na vidume wengine na Amani akawa busy na mimi. Sasa bwana, siku kadhaa zilipita. Nakumbuka siku moja nilikuwa nipo nyumbani. Amani akanipigia simu na kuomba tutoke kwa ajili ya chakula cha usiku. Nikakataa kwa kumwambia nina ratiba nyingine. Sijalifikiria nini, ila akajibu sawa kisha akakata simu. Na baada ya kukata simu nikawa zangu busy kujiandaa kwa ajili ya mtoko wa chakula cha usiku na nani? Na Sean. Nadhani bado mnamkumbuka Na unaweza pia kuuliza kwa nini natoka naye. Iko hivi, mimi na Sean bado tunawasiliana na mara nyingi sana amekuwa akiomba tutoke na kataa na kuishia kujiweka karibu na Amani. Sasa jana alipiga na kuomba kwa huzuni hadi nikaona mbona kama namkwepa sana, so nikakubali hivyo. Nasubiri muda ufike nisepe. Na muda huo hauko mbali, hivyo lazima tu nijiandae mapema. Hata hivyo sitaenda na gari langu kwa sababu Aziza ameomba kwa muda. Basi baada ya Amani kukata simu, nilijiandaa vizuri na nilivyomaliza nikaita usafiri. Ulipofika nikapanda hadi sehemu husika. Sasa nikaona haina haja ya gari nilokuja nalo kuingia hadi ndani, ili hali nafika na ugeuza. Hivyo nikamwambia dereva aniache nje tu, nitaingia mwenyewe. Kweli kaka watu akasimama, nikampa pesa yake kisha nikashuka na kupiga hatua kuingia ndani. Mara kukawa kuna gari linaingia, ila lilivyo nikaribia tu likasimama na kushushwa kioo. Nikaona ni Sean. Niliacha tabasamu na kumpa ishara ingie. Akaelewa na kwenda yalipo maegesho na kupaki gari lake huko. Baada ya hapo akanifuata. Yaani alinifuata niliposimama, tukasalimiana pale. Akauliza kulikoni nimekuja bila gari? Nikaambia liko kwa Aziza. Sana akasema sasa kwa nini au kuniambia nikakufuata nyumbani hadi umejisumbua kutafuta usafiri? Nikaambia haina shida bwana, usijali. Akasema hapana, shida ipo bwana Zai. Zai unajua ni mwanamke mwenye hadhi yako Huwezi kutumia usafiri cheap bwana namna hiyo. Inakushushia hadhi bwana. Nikasema jamani, sasa ile gari nilokuja nalo unasema ni cheap. Sasa ningepanda boda je? Hebu acha zako basi. Sana akasema kweli bwana mimi sijapenda na naomba wakati mwingine usirudie. Nikasema sawa, tunaweza kwenda sasa. Akasema ya. Basi aliniongoza hadi sehemu ambayo ilikwisha andaliwa kwa ajili yetu. Kufika akanivutia kiti nikakaa huku. Sasa nikiangaza macho yangu kuangalia namna walivyopamba kwa maua fresh. Sana aliniangalia huku sasa akiona tabasamu pana usoni, kisha akaniuliza kwamba vipi umependa? Nikamwambia ya, ila sidhani kama kulikuwa na umuhimu wa kufanya hivi. Akasema kwa nini isiwepo? Nikasema bwana tuache nayo, ila wakati mwingine usifanye hivi. Akasema hapana bwana, mimi nitafanya zaidi hapa. Niulize kwa nini? Nikasema mimi sitaki kujua, ila kwa kuwa unataka kunijuza uwe niambie tu kwa nini. Sana akasema kwa sababu unastahili haya. Nikasema kustahili kivipi yani? Akasema kwa sababu wewe ni mtu muhimu sana kwangu, na zaidi ya hilo
wewe ni ndoto yangu. Alivyosema hivyo nikasema oho, wewe unapaswa kuamka sasa, maana ndoto hiyo yani haiwezi kutimia. Itabakia tu kwa ndoto. Hebu kwanza achana nayo mambo bwana, mimi na njaa. Nivongevo ni kama nilimkata moto yani. Akaniangalia, naona alijifikiria aongee nini tena. Afu ngoja nikwambie kitu kimoja binti ambaye unanisikiliza hapa sasa hivi, sawa Kama umetoka na mtu akaanza kuongea mambo ya mapenzi na hutaki, my dear, angalia namna nzuri ya kumjibu. Cause ukijibu jeuri na ukaa huna hela, unaweza kujikuta unakula vitu alafu muda wa malipo, jamani ingia chocho. Nasemaje, utaosha vyombo? Utakaribisha wageni hapo wote. Yaani utakaribisha wateja wote hapo ndugu yangu. Utakaa reception hapo. You are welcome. Unauliza kuna nini? We have soda. We have haya. Kwa jibu tu kwa upole kabisa, na ukitoka na mtu bebaga basi hata viela jamani kidogo kuepuka aibu ndogo ndogo. Sama iwangu basi baada ya saini kuniangalia kwa muda mrefu na kukosa neno la kunipa, alimuita mhudumu ambaye alipofika tu akasema naleta boss. Hii ina maana aliagiza hata kabla hatujafika. Haya, nililetewa pochopocho pale vya kutafuna pamoja na kinywaji. Tukapiga starter kidogo, alafu menu kubwa ikaletwa. Nasi bila kupoteza muda tukaanza kula. Kitu ambacho kilikuwa tofauti kwa sana sikugundua kuhusiana na hilo jambo ni kwamba alikuwa kiniangalia sana. Na licha kuniangalia, siku hii alikuwa ni mtulivu kuliko siku zote. Ila mimi sikutilia manani. Basi niliendelea kula huku nikishushia na kinywaji mdogo mdogo tu. Dakika zikasonga bwana. Ghafla tu nikaanza kujistofauti. Mwili ukaanza kuwa na hisia kali za mapenzi. Kitu ambacho kilinishangaza na kunipa maswali. Najua ndio nina muda mrefu sijashiriki, ila hii haiwezi kuwa sababu. Na tena ghafla hivi niliwaza na kuvunga, ila kila dakika zilivyosogea ndivyo hali ilizidi kuwa mbaya. Nikahisi hii sio kawaida. Sasa nikiwa sionyeshi hali ya wasiwasi, niliinuka na kuomba niende washroom. Akasema sawa. Nikachukua simu na kwenda. Kufika tu nikampigia simu Amani. Bahati mbaya kupokea. Haraka nikamtumia ujumbe wa sauti kuwa nahisi niko hatarini, nikamtajia na sehemu niliopo. Baada ya kuona ujumbe, yani baada ya mimi kuona ujumbe sasa umeenda, nikataka kurudi ila nikapata wazo lingine. Haraka nikashare live location, kisha nikarudi kukaa hapo. Nahisi mwili wote ulikuwa unawaka moto. Basi baada ya kutoka washroom, nilikaa sasa nikiogopa kutumia chochote. Sana akawa ananishawishi kula, nikaambia niko sawa na naomba niondoke. Ajabu, baada ya kuona nataka kuondoka alichangamka na kuniomba nibaki. Mimi sikutaka kubaki. Niliinuka nikamwambia kwamba sasa samahani, ila ni muhimu sana nikiondoka, maana kuna kitu kimejitokeza, kwa tafadhali sana naomba niondoke. Asinivyoambia hivyo alionekana kufikiria kitu. Kisha kaniambia kwamba ni sawa, naweza kukupeleka. Nikamwambia hapana, nimemuomba Aziza na anafika hapa muda si mrefu. Kumwambia hivyo alikuwa mpole, akasema kwamba sawa, asante kwa muda wako, nimefurahi sana. Nikasema okay, samahani kwa kuwahi kuondoka. Niliongea hivyo huku sasa nikijitahidi kukaza macho, maana hali ilikuwa sio shwari. Ajabu, sasa baada ya kukubali niondoke, nilichukua pochi yangu nikainuka ili niondoke. Nikajikuta naanguka chini kama mzigo. Na hii ni baada ya Sian kunitega na mguu wake. Nalivyoona nimeanguka tu, haraka kanikimbilia nikiwa bado sijainuka, na kitu cha kushangaza alijifanya ni kama ananiuliza uko sawa? Uko sawa huko sasa? Akiniwekea kitambaa pwani. Sasa kwa namna nilivodondoka na alivyoniwahi, nikajikuta naangukia kwenye mtego wake. Kwani baada ya hapo nilianza kuona vitu vinazunguka. Kichwa kilikuwa ni kizito kuliko kawaida. Sekunde 40 ni nyingi ese. Nilikata moto. Of course sikujua nini kiliendelea, ila nilikuja kuamka na kujikuta niko nyumbani kwa Amani. Hapo kichwa kilikuwa kinaniuma. Nijaribu kukumbuka matukio ya jana na kubaki nikijiuliza, Amani alinichukua vipi kwenye mikono ya Sian? Wakati nikiwa bado najiuliza, mlango ulifunguliwa akaingia Amani. Uso wake ulichanua tabasamu baada ya kuona nimeamka. Bila kutegemea, alinikumbatia kwa nguvu na kuniuliza maswali. Vipi? Uko sawa, yani haujisikii maumivu sehemu yoyote? Niko sawa, ila nahisi tu ni kama kichwa kiko kizito hivi. Pole sana. Samahani sikufika kwa wakati. Ni sawa tu. Ulinipata wapi? Haina maana, yameshapita na uko salama sasa. Na leo ndio niko salama. Ila naomba kujua
Aliniangalia kwa sekunde kadhaa na kuniambia kwamba alikuwa anakupeleka kwake, ila nikamshika kabla hajafika. Zai, unajua samani, umefanya kitu kizuri sana kunipa taarifa mapema. Ila please, wakati mwingine usije kurudia kufanya ulichofanya leo. Ni hatari sana na kamwe usimwamini mtu. Hata wewe. Nimekwambia mtu, sio mimi. Kwani sio mtu? Hebu naomba ulale basi kidogo. Bado ni usiku na kuna kitu maybe chochote ambacho nahitaji. Aliongea huku sasa akiamka, nikamshika mkono kumzuia asiondoke. Kwa upole akaniuliza kwamba unataka nini? Amani. Asante na nisamehe kwa Sikumaliza kuongea, akanikatisha kwa kuniwekea kidole mdomoni na kuniambia usiongee kitu, pumzika. Nilitikia tu sawa, akainuka na kuondoka. Baada ya Amani kuondoka, nilichukua simu yangu na kuangalia muda. Ilikuwa ni saa 11 kasoro. Hii ina maana nimelala kwa masaa yasiyopungua 8. Nilishusha pumzi ndefu na kuzama katika dimbwi la mawazo mazito. Niliwaza sana kiasi cha kutokulala tena. Mdogo mdogo muda ulisogea, hatimaye kukapambazuka. Nikaamka na kutaka kuingia jikoni kuandaa chai. Ila hata kabla sijafika, nilisikia Amani akiniita na kuniambia kwamba nimekuambia upumzike, ila naona unaenda jikoni. Vipi, unataka fimbo? No, hapana. Ila hakuna chai la. Rudi chumbani basi upumzike. Kama ni chai mimi nitaandaa mwenyewe. Sawa, ila mimi sina usingizi, kwa hiyo naomba tu nikae kuangalia unavyoandaa. Nilivyosema hivyo, alinishika mkono, akanipeleka sebuleni na kunilaza kwenye sofa, akanifunika vizuri kabisa. Kisha akawasha TV na kusema kwamba haya, angalia movie hapo. Niliamua kuwa mpole, akaingia jikoni na kuandaa chai. Alipomaliza akaleta nilipokaa na kuniambia ninywe. Nami bila kuchelewa nilikunywa, huku sasa akinipigisha story, na baada ya kunywa nilishukuru na kutulia kama alivyohitaji. Muda ulienda, ikafika mchana akaniambia anatoka. Nikajibu poa. Akatoka na baada ya kama masaa mawili na kidogo hivi akarudi akiwa na chakula pamoja na mfuko ambao sikujua una nini, hadi pale aliponikabidhi na kusema kwamba nimekuchukulia nguo za kuvaa walau siku 4, natumaini zitakutosha. Nilimwangalia usoni na kurudisha macho kwenye mfuko, kisha nikamuuliza kwamba kwa nini umeninunulia? Yani unataka niwe hapa kwa siku zote neema? Ya, unahitaji muda kupumzika zaidi, so ndani hizo siku hautaenda kokote wala kufanya kazi yote. Wewe kaa tulia. Jamani. Sasa kulikuwa kuna haja gani ya kununua nguo zingine? Si ungesema tu nikaenda kuchukua nguo nyumbani. Yaani kwa nini kujisumbua wakati uwezo wa kununua upo? Anyway, asante. Karibu sana. Haya, weka mfuko pembeni upate chakula, muda unaenda. Nilitikia sawa na kuweka pembeni, kisha nikataka kuchukua chakula ili nianze kula. Mara simu yangu ikaita. Ilikuwa chumbani, hivyo nililazimu kuinuka na kuifuata. Kufika tu ikakata. Nikaangalia na kukuta Aziza ndo alikuwa anapiga. Hivyo nikampigia na bila kuchelewa akapokea. Nikasema kwamba Aziza, niambie. Basi Aziza akasema kwamba wewe, hivyo na habari kwa Sani yupo polisi? Basi kusikia jamaa yuko polisi, nilikumbuka kilichotokea jana na kusema moyoni, ina maana Amani alimpeleka polisi. Kwa upole kabisa, huku sasa nikijifanya sijui kitu, nikamuuliza kwamba yuko polisi, kafungwa ama ameajiriwa huko? Aziza akasema, wewe naye fala kweli kweli. Kaajiriwa, anawezaje sasa kuajiriwa polisi ili akafanya nini sasa? Yule kafungwa. Nikasema mbona kali? Kwanza wewe nani akakwambia? Aziza akasema Francis kashare picha zake kwenye grupu na katoyo taarifa, na kuhusu alichokifanya hajasema, ile sasa kapondwa. Yaani hata sielewi nini kilitokea, ila amepewa kipondo cha hatari sana. Yaani sura yake haitamaniki na kukwambia. Nikasema Aziza, ngoja kuna issue hapa nafanya hapa na kurudia chapo. Akajibu poa. Nilikata simu na kurudi sebuleni haraka. Kabla sijafika nilisimama kwanza nikana muangalia Amani kwa mbali. Nitamani kumkimbilia ili nimkumbatie kwa furaha, ila nikaona haitoshi. Basi taratibu nilipiga hatua hadi alipokaa, nikachuchumaa mbele yake. Yeye mwenyewe alishangaa. Akauliza, wewe vipi? Mbona kuanza kuchuchumaliana hapa vipi? Kuna shida gani yani? Yani sasa, lakini
naomba niambie nikupe zawadi gani ambayo utaifurahia. Yaani kwa nini ghafla tu unataka kunipatia zawadi? Au niambie nikupe nini? Hebu inuka kwanza, inuka. Aliongea hivyo na kuniinua, nikakaa pembeni yake kisha akaniambia kwamba mfafanua, yaani kwa nini unataka kunipatia zawadi binti mzuri? Kwa sababu umenifurahisha mno. Kwa hiyo wewe niambie tu nataka nikupatie nini? Ni kuhusu Sian, si ndio? Yeah. Achana nao bwana, hata usimfikirie. Alafu kwanza hii kesi haijaisha bwana. Hivi kwa nini ulikataa kutoka na mimi kwa madai yuko busy alafu ukaenda kuonana na mwanaume mwingine nyuma yangu? Bwana, hilo swali mimi nitajibu baadaye, ila naomba tu niambie kwanza nikupe nini. Okay, nikisema chochote utanipatia? Yeah, chochote. Yeah. Sasa nataka unikisi. Hii ndio zawadi pekee ambayo itanifanya nifurahi na kutoa hasira ndio nao juu yako. Una hasira na mimi? Sana. Na ile ishe na moyo wangu ubaki na furaha, basi unipe kiss. Mwache basi masiala. Utaje kitu cha kueleweka bwana. Hata hivyo sisi sio wapenzi, hata utaki kitu kama hicho. Aisee, niko serious. Na mimi sioni kitu cha thamani kushinda hicho. Kwa hiyo ni wewe, na kuhusu mpenzi najua hauna, sio mbaya. Yaani sina mpenzi, wewe umejuaje? Au nachapa au single? Hauna bwana. Ungekuwa una mwanaume unafikiri ungekuwa unazurura kama mbwa aliyekosa mfugaji? Kuna unataka kusema kwamba ni mimi ni mbwa? Na wewe kwani pia si unazurura? Mimi najua wewe ni mbwa mwenzangu. Haya, zawadi tafadhali. Muone, nimeirisha. Niliongea kwa sasa nikiinuka kurudi kwenye sofa ambalo nilikuwa nimekaa mwanzo. Ila alinishika na kunirudisha kukaa. Kisha akanisogelea kusema kwamba tabia kwanza kitu na kukiachia katikati bila kumaliza ni mbaya sana binti mrembo. Sasa jamaa alivyoongea na kuniangalia vilifanya nikaangalia pembeni. Taratibu aliushika uso wangu na kunirudisha kumwangalia. Hata sijui aibu zilitoka wapi wakati binti mimi sina hata aibu. Ila ghafla tu nikajikuta yani hata kumwangalia usoni siwezi. Akaniita kwa upole sana. Nikaitika kwa kuguna. Akaniambia please. Nami nikiwa naangalia chini nikamwambia lakini sio. Sikumaliza hata ni sentence. Nikasikia tu shh. Na kidole nikawekewa mdomoni. Hapo kidogo nikamwangalia usoni. Akatabasamu na kuniambia kwamba sisi sio, ila tunaweza kuwa, so please. Yaani unamaanisha nini kusema tunaweza kuwa? Namaanisha tunaweza kuwa zaidi ya tulivyo. Lakini najua unanipenda na hata mimi nakupenda pia. Hivi mpuzi anataka kutumia njia hii kuniingiza kwenye mkenge ama? Nimeshtukia mchezo. Niliwaza na kutaka kuinuka, ila kwa mara nyingine akanizuia na kubaki akiniangalia kwa macho yaliyojaa mapenzi mazito. Nikajikuta namwambia tu kwamba nitakukisi lakini haitojirudia tena. Na sisi wapenzi, ni kisi tu. Akajibu, utaweza kuacha ipite hivi hivi? Mimi kwangu siwezi, ila itakuwa hatua mpya na hakuna kurudi nyuma. Sasa jamaa aliongea nami bila kufikiri, nilimshika t-shirt na kumsogeza zaidi kwangu, kisha nikamkisi. Yaani ile mkisi ile chap tu ya faster na kutaka kutoka, akaniwahi bwana kunishika shingo na kurudia kunikisi tena. Msikilizaji, naomba tu niseme ya kwamba sitaki kuelezea kilichoendelea, ila dakika 2 zilikata na baada ya hapo nilibaki naangalia chini kwa aibu. Amanda aliniangalia kwa muda mrefu. Asante kwa kufungua ukurasa mpya pamoja nami. Natumani itakuwa ni safari yenye kuvutia na yenye kufurahisha. Na katika yote itakuwa ni safari ya maisha yetu ambapo hakutakuwa na kusimama wala ajali. Tutasafiri salama na kufika salama. Hivi kumbe siku hizi ukikisi na mtu ndo mmeshakuwa wapenzi? Yaani ndo safari mnaianzisha hivyo? Jamani, msikisi na watu. Ukikisi tu tayari safari imeanza. Kwa hiyo ndo tumekuwa wapenzi tayari. Mbona ghafla? Afu mimi mbona sijaambiwa ni nakupenda nami nikajibu nakupenda pia? Au siku hizi kuna new update ya kutongoza? Kuna mabadiliko siku hizi kwenye utongozaji? Hii ni maajabu. Nilimwangalia like, we kaka, kwani unaongea nini? Sasa hakutaka maneno mengi. Akachukua chakula changu na kuniambia nile. Na kuanzia hapo jamaa akaanza kuniita mwanamke wangu. Kila mahali
mwanamke wangu. Alafu akuishia tu hapo. Yaani alifanya hadi kwa vitendo. Siku za mwanzo mimi nijifanya kumgomea, ila baadaye nikawaza, sasa nakataa ili iweje kwa mfano? Kwani na mtu? Jibu hapana. Sasa kwa nini nikatae? Hebu ngoja nijipe nafasi mie. So nikaona hapa, nikaona ngoja nichukue maamuzi kutoka ndani ya moyo. Nikawa tayari kuanza mahusiano naye, bila kujua kuwa naanzisha mahusiano ndani ya mahusiano ya watu. Maana walikuwa bado hawajaachana na Jasmine. Na sijui kwa nini Amani aliamua kuanzisha mahusiano na mimi ili hali hajamalizana na Jasmine. Haya, wapenzi, si tulianza safari yetu rasmi. Penzi likawa lele, penzi shata, penzi kama dragon, penzi biriani pilau kwa mbali. Yaani ukikaa mbali na mwenzako unaweza kuhisi kama moyo unadunda tofauti. Mtoto kike ndoa niliona inanukia kabisa. Nikajiambia hapa naona kabisa nyumbani kwa mzee Saidi kuna nukia ubwabwa wa harusi. Na sio matani, yani hata wewe mwenyewe ukituona hivi unajua kabisa hawa watu wako pamoja hadi kufa. Watu tulipendana bana. Unaona watu kwenye TikTok wanapendana. Wewe wako kwenye Insta. Hawa wanaigiza wana. Sisi tulipendana wewe mpaka shetani mwenyewe akanatuonea wivu. Ila ndo cha kufanya akawa hana. Kwa hiyo akawa ni mpenzi mtazamaji tu. Basi siku zilikata, miezi nayo ikakata. Hapo kidogo kidogo mizururu sasa imepungua kwa 50%, maana bebi wangu aliniambia maisha haendi hivyo mwanamke wangu. Unatakiwa na ratiba maalum, sio kila siku tu kiguna njia. Nami kwa kuwa nilipenda haswa, nikamuelewa. Kwa hiyo ikawa siku za kawaida unikute sehemu yote tofauti na nyumbani. Ni mimi na kazini. Nikirudi ni muda wa kupumzika pamoja na kuongea na mpenzi wangu. Ila ikifika weekend ndo tunatoka wote, ama kama hayupo natoka mwenyewe. Sasa bwana, nakumbuka siku moja bwana nilitoka kazini, maana alikuwa tayari kashani tafutia kazi. So nitoka kazini nikaona acha leo niende kulala kwa mpenzi. Kweli nikaenda na kukuta bado hajatoka kazini. Nikaingia zangu jikoni, nikaandaa masoto hojo. Na wakati sasa nikiwa bado naandaa, mpenzi si akarudi. Tukaongana wote jikoni, stories hapa na pale zikaendelea nini, zikapigwa, chakula ikaiva, tukaanza kula pale, na baada ya hapo tukaenda kulala. Sasa usiku bwana tukiwa usingizini, simu ya Amani ikaita. Unajua mimi ni mtu ambaye nikishalala fofofo siwezi kusikia simu ikiita wala alarm. Yaani chochote mimi nikilala nimelala, yaani nikilalaga nalala kama nimekufa. Ila siku hiyo sijui ni Mungu tu ama shetani, nikasikia simu ikiita bwana. Mtoto kike si nikajiinua. Lengo langu ni mute, maana ilikuwa kwanza muda wenyewe ulikuwa umeenda sana. Sasa ile nimeishika tu nikashangaa kuona jina limeseviwa my Jasmine. Nilishtuka nusu kuzimia. Jasmine tena? Nilichofanya ni kuangalia namba, nikakuta ni ya Jasmine. Huyu ninayemjua. I say. Kichwa kiliuma. Yaani Jasmine anampigia Amani usiku huu. Ina maana ni hapana, haiwezekani. Amani hawezi kuwa na Jasmine, hawezi kabisa. Nilikataa katu. Sasa ukitaka kujua siku ya ukweli kujulikana, utajulikana tu hata iwe. Yaani wakati najiambia haiwezekani, Jasmine akatuma ujumbe. Kusoma bwana. Sio hata smartphone zile za kipumbavu, hazina siri. Akaandika kwamba mpenzi umelala? Kama bado naomba tuongee, nimekumisi mwenzio. Nilisikia moyo umeingia ubaridi. Nikabaki na isoma ile message mara 10. Sikuamini kama mpenzi wangu ni mpenzi wa Jasmine. Unajua msikilizaji, mimi sinaga historia ya pumu. Ila siku hii ghafla tu nilibanwa na kifua, yani kilianza yani kama yani sijiji kwaje yani. Kifua kilinibana bwana. Yani pumzi kana toka kwa shida. Hali ile sasa ilimwamsha Amani. Akataka kunipeleka hospitali haraka, mimi nikagoma. Akaangaika kunipa huduma ya kwanza. Hapo nikapali kihatari. Nikimwangalia tu jinsi alivyo na nilichokiona ni vile tofauti. Aliangaika pale mwisho nikapata nafuu, ila machozi yakawa yanatoka tu. Kusalitiwa. Roho inauma, sio poa. Alafu mimi sikufanya fujo wala kumwambia lolote. Unajua kwa nini? Nilitaka nikutane na Jasmine kwanza. Alafu na bado nilikuwa najiuliza, je, mimi na Jasmine nani mchepuko? Unajua unapokuwa unafumania mtu, hebu kabla hujaanza kulalamika nani huyo? Tulia, ukute wewe ndio mchepuko. Umeumia? Unaweza kujiona hapa kama wewe ndio wife. Ndugu yangu, hem tulia. Wewe unaweza kujikuta wewe ndio husband,
Unaweza kujuta wewe ndio baba, wewe ndio mama. Yo, kumbe ndio mchepuko. Kwa najiuliza, je, mimi na Jasmine, who is side chick? Maana usikuta mimi ndo mchepuko ndugu yangu. Alafu mimi nikajifanya kuwaka hapa, mwisho nikageuziwa kibao na maumivu yakazidi, so nikachagua kukaa kimya na usiku kapita. Kesho yake mapema nikatoka kumsaka Jasmine. Na nikiwa njiani kumfuata kazini kwake bwana, nikapata wazo. Wazo gani hilo? Namfuata Lucy. Huyu atanipa majibu yangu. Alafu nikishajua nani mchepuko, ndo nitajua cha kufanya. Sasa basi bwana, nikamfuata Lucy. Nilipompata akaniambia alipo, nikaenda kuonana naye. Kufika nikamsalimia pale, kaambia habari yako, akasema nzuri. Kulikoni kunitafuta asubuhi yote? Nikaambia unamjua huyo mtu? Niliongea sasa nikimuonesha picha ya Amani. Lucy kuiona tu ni kama alishtuka, ila akajifanya kama hajashtuka. Akaniuliza kwamba simjui ndo nani na kwa nini umenitafuta kuniuliza mtu ambaye mimi simjui. Nikaambia kwamba sikia, reaction yako baada ya kuona picha nimeiona, kwa hiyo unamjua vizuri. Sasa naambia ana uhusiano gani na Jasmine? Lucy akasema hivi ni chize, yaani umetoa mbata zako huko unakuja kutaka kujua maisha ya watu. Wewe mambo ya Jasmine yanakuhusu nini wewe? Nikamwambia wewe unaniambia ama uniambii? Akasema bwana sikwambii. Nikasema vizuri, ila unaonaje hizi picha nikamtumia bwana wako? Maana sidhani kama anajua kuwa una mtu mwingine zaidi yake. Msikilizaji, nilimuonyesha picha ambazo nilimpiga tukiwa kwenye ule mtoko wa pamoja, na nilimuonyesha hizo picha kwa sababu nimejua kuwa mwanaume aliyekuja naye siku zile si mwanaume anayeenda kuolewa naye. Hii ndio siri ambayo mashoga hatugombani, yani mashosti. Unaweza kusema mashoga kafikiria vitu vingine. Mashosti yani ama best hawagombani kwa sababu mashosti wana siri za ukimvuruga tu analifungua faili lako. Yaani hata taarifa habari saa 2 kamili haijafika ITV tayari kashatangaza tayari. Tena anaandika, yaani tena taarifa yenyewe inakuwa ni breaking news. Ndugu yangu, kwa hiyo watu wanakuaga ni wapole sana kwa mabeste. Maana akifungua faili lako, kwa hiyo na mimi kwa vyovyote vile ninajua lazima tu ataongea. Na kweli baada ya kuona vile alijifanya kapaniki, ila dakika za mwisho alipoa na kuamua kuniambia ukweli kuwa Amani na Jasmine wana mahusiano. Sasa nikauliza wameanza lini? Akaniambia ni muda sana, yani kabla ya ule mtoko walikuwa tayari na mwaka toka wao wapenzi. Hii ina maana mimi ndio nimeingilia mahusiano ya watu. Niseme tu nilishiwa pause. Kiupole kabisa nikamuuliza kwamba na huyu ndio yule mwanaume aliyekuwa anatusimulia? Lucy akajibu ndio. Nilichoka mwili na roho. Lakini katika kuchoka nikakumbuka kuwa Jasmine alikuwa anamuigizia Amani na kujifanya mtu tofauti kabisa. Kidogo nikasema hapa siachi mtu. Wanaume wenyewe walivyo wachache siku hizi duniani. Mapenzi yenyewe alivyo ya kombolela. Nani wa kwanza kushuhudia kila siku posti za harusi tu watu wanaolewa na enjoy maisha? Unakutana na kitu tu kidogo unanuna unamwacha mtu. Wanaume wako wapi? Wanaume wenyewe kila siku wanazidi kupungua. Simwachi mtu. Simwachi Amani wangu. Yaani ni kama kuwa wawili, bora tu wawili tu. Ila kumwacha siwezi. Hata hivyo sote hatujaolewa. Hivyo huwezi kujua nani atakayeolewa. Na ukiachana hilo, Jasmine mwenyewe ndo kasababisha mimi kuwa na Amani. Kwa sababu kama asingefanya ujinga wake, sidhani kama Amani angeweza kuwa na mimi. Kwa hiyo mlango kaufungua mwenyewe. So nini kinachofuata? Ataendelea kuwa mpenzi wetu na kila mmoja atakula kwa urefu wa kamba yake. Na msimamo wangu ni ule. Sitapigana wala kuingia kwenye uadui na mtu kisa mwanaume. No. Unasema kwamba mbona ueleweki zai mara upiganie mara wewe sikia. Nilikuwa labda nimelewa. Sitapigana wala kuingia kwenye uadui na mtu kisa mwanaume. Kwa maana hiyo naendelea maisha yangu kama kawaida. No drama, no pose. Najua ndio inauma ila simwachi. Na mimi kuachwa siachwi. Niko pale nimekaa msikilizaji, siachwi ngo. Basi baada ya hayo niliondoka zangu, nikaendelea na maisha yangu kama kawaida. Sikumnunia Amani. Unaweza kasi nimemnunia eti Amani wangu? No. Mimi wala sikuonyesha tofauti yote. Zaidi nilizidisha upendo. Hiyo ndio vita yenyewe sasa. Yote aliyopaswa kufanyika nilifanya. Sikutumia nguvu alafu kumfanya abaki. Sikutumia hata nguvu kumfanya abaki na mimi. Alafu mimi wala hata sikutaka kujipa matumaini sijui eti atanioa. Matarajio huumiza. Wewe mwenyewe ukuta uliumia kuachwa na mpenzi wako kwa sababu ulikuwa na matarajio makubwa sana. Yaani mimi nijiambia kabisa
yani mimi na date naye na kula maisha, kama ndoa ipo itakuwepo, ila kama ipo hata nitembelee kichwa badala miguu haitakuwepo shoga yangu. Haitakuwepo ndugu yangu, haitakuwepo kakaangu. Haipo. Sasa mimi Zai nikasema ya nini? Acha maji yaendelee kufuata mkondo jinsi ulivyo. So cha kufanya ni nini? Yani mimi naishi maisha yangu, naishi maisha kwa amani kabisa na kuacha muda uamue wenyewe. Masuala kwanza siji kumfikiria mtu hata nioa, acha nionje maisha, sina mpenzi. Kwani haoni kuna swala la ndoa? Haoni, si hata anaona. Bana. Kweli maisha yanaendelea bila amani kuonesha tofauti yoyote. Yaani mapenzi hayakupunguzwa wala hakukuwa na dalili yoyote kama eti kuna mtu mwingine nje. Miezi ikakata na ikafika siku ya ule mtoko wa pamoja. Ila safari hii tulikuwa tukutana wadada tu, so nikamwaga mpenzi wangu vizuri tu. Akaniwekea mapende kwenye akaunti yangu. Haya mambo ndio yanatakiwa sasa. Pesa iongee. Alafu matendo ndio yafuate, au sio? Niseme tu michepuko kitu ambacho wanajali ni sasampa. Hayo mengine huko yabakia huko. Ila hapa ni nini? Sasampa. Sasa ndoa hakuna, future hakuna. Nini kiwepo sasa kama sio sasampa? Na ndio raha kwa mchepuko. Hivyo unalikuta ile mchepuko linafikiria ndoa. Wewe mjinga mchepuko unafikiria future. Wewe fikiria sasampa ndugu yangu. Sio unakuwa mchepuko ila kutwa unapaukiana tu payo. Wewe utatengwa na kikao cha wachepukaji wewe. Na kwanza unaanzaje kuwa mchepuko kwa mtu asiye na hela? Yaani unakuwa mchepuko kwa lipi hasa? Eti nani? Hebu acha zako bwana. Pata dhambi iliyo na manufaa. Sio unapata dhambi alafu unaishi maisha magumu. Unanichekesha. Ila ni wewe bwana, si ndio? Mimi sijasema uwe mchepuko ama ukachepuke, hapana. Sijasema. Na sipo hapa kukushawishi wewe umsaliti mpenzi wako. Hapana. Wewe endelea kusikiliza ya kwangu tu. Na uwezi kusema eti mwanaume ambaye hajaoa awe na mtu mmoja. Wote tunajua ni 3 kwa 100. Hao wengine wote waliobaki wana watu juu ya watu. Nabisha. Kama nabisha nionyeshe wanaume 10 ambao wana mwanamke mmoja. Afu mimi nikuonyeshe sura ya shetani. Kwa hiyo jambo ni moja tu, kuwa yani kuwa main chick ama uwe side chick ama ubaki single. Basi niache maneno mengi. Sasa baada ya kujiandaa, Joshua alimpeleka airport ambapo nilienda kukutana na wengine wakiwa tayari wameshafika. Sasa muda wa kukwea pipa uliofika hao tukapaa na kulitafuta jiji la Mwanza. Kufika kwa bwana tukaenda moja kwa moja hoteli ambayo tulishafanya booking mapema. Kila mmoja akachukua room yake wa kupumzika kidogo, akapumzika na wale wenzangu na mie wasiopenda kulala. Tukaanza enjoyment. Vibe ilikuwa ni level nyingine kabisa. Ila katika kuvaibika nikaona Jasmine ni kama hana raha vile. Nikahisi tu kuna kitu hakiko sawa. Nikaona ngoja nimuulize, ila hapana, nitaanza kubishana naye hapa, na kwa sasa hivi mimi sina mood ya ugomvi na mtu kabisa. Kwa hiyo nikaendelea na mambo yangu, na siku hiyo ilivyoisha tu, kesho yake baada ya kula raha tukawa tumepumzika. Lucy akaanzisha mada za mahusiano. Nikaona kila mmoja anatiririka kuelezea mahusiano yake. Bibi Jasmine ndo kabisa alimwongelea Amani hadi watu wakabaki yani ni kama wanamtamani huyo Amani mwenyewe. Yani wanatamani mabwana zao wangekuwa kama Amani. Mimi nikana muangalia tu kwa kutabasamu. Kwanza hayo yote aliyoongea najua ni kabla sijakuwa naye, kwa sababu baada ya kuwa naye muda mwingi alikuwa na mimi. Sasa hizo moment anazosema siji zimefanyika saa ngapi? Labda zawadi ndio naweza kusema ni sawa, kwa sababu si anaweza kumtuma hata mtu akapeleka. Ila habari za kusema eti alinipeleka sijui kule mara huku, huo ni uongo. Hiyo nikabaki na muangalia tu. Na alivyojieleza pale akanigeukia mimi kabla kusema kitu nikamuuliza kwanza Sheila ya kwamba kabla sijaongea, hebu naomba nikuulize kwanza Sheila, yule babu ulimtoaga wapi au ulipewa na mizimu, maana ulitushtua? Nilivyosema hivyo wengine wote walicheka. Na kusema alafu ni kweli bwana. Unajua tuliogopaga kukuuliza. Basi baada ya Sheila kusikia hivyo alitabasamu na kusema kwamba jamani, nilijua tu Zai hawezi kulikalia kimeli jambo. Jamani iko hivi, yule babu mimi nilimzoa huko na nilijua babu ana pesa za kutosha. Na kweli alikuwa nayo, ila tu jamani lile tukio la siku ile ilinifanya nikakoma kutoka na vibabu. Na baada ya pale niliachana naye kabisa.
Basi nicheka nikamwambia kwamba watu mna moyo jamani. Yaani mtu anakaribia kumrudia Mwenyezi Mungu, wewe ndio unajiweka hapa jamani. Alafu hiyo roho ya kupenda pesa hivyo jamani itakuja kuwaua. Na sijui yani ulikuwa unahangaika na nini wakati kazi yako tu inakupa pesa ndefu. Bado kwenu zipo. Hebu mwachaki basi kufanya mambo ya kijinga bwana. Unajua ile ilikuwa ni zaidi ya aibu. Basi nilivyosema hivyo mmoja wetu akasema kwamba Zai, hapo unakosea. Yaani kama unasema issue ya kile kibabu sawa. Ila kusema kwamba eti tusiangalie hela uongo. Yaani hivi tulivyo tukatoke na mtu asiye na pesa. Ili iweje yani? Pesa ni muhimu. Na ukiona mwanaume unayempenda hana pesa nyingi, tafuta michepuko yenye pesa kumzidi. Basi maneno yake waliyaunga mkono. Nikaona kila mmoja anaanza kueleza upande wa pili wa mahusiano yake na kuanza kuzungumzia michepuko na jinsi inavyowatunza. Wengine stori zao zilikuwa hazitishi, ila alivyoeleza Jasmine, nikasema huu uchafu wote huu anaufanya Jasmine na ninashare naye mwanaume. Walai nitakufa na umeme. Hapana. Niliogopa na kuona kabisa hatari ikiwa mbele yangu. Nilichofanya nilitulia tu, ila kichwani tayari taa nyekundu ilikuwa inawaka. Basi maongezi yaliisha, tukainuka na kwenda kulala. Sasa Lucy na Jasmine wao wakaingia wote chumbani. Kufika Jasmine akajitupa kitandani. Lucy kumwangalia akamuuliza kwamba mbona kama uko sawa? Jasmine akasema kweli siko sawa kabisa. Lucy akasema shida nini au unaumwa? Jasmine akasema bora hata ningeumwa walau ningekunywa dawa. Ila sio hili. Lucy akasema asa mbona unanitisha, kwani kuna nini? Jasmine akasema acha tu Lucy. Amani amebadilika vibaya mno. Yeye ni sio ile Amani niliyomzoea kabisa. Lucy, hii miezi minne sijui hata mitano jamani, Amani amekuwa tofauti. Hana muda na mimi kama mwanzo. Hanitafuti kama mwanzo. Na kama unavyojua jamani, mwanzo alikuwa hawezi hata kukaa muda mrefu bila kuniona. Na mara zote alihakikisha ananiona kwa hali na mali. Ila sio sasa. Yaani Amani asivyo anaweza hata kamaliza hata mwezi bila kuniona. Na hana shida kabisa. Lucy akasema okay, lakini wewe mwanzoni si ndio ulikuwa hutaki kuonana naye kila siku au sio wewe? Jasmine akasema Lucy, mjaribu basi kunielewa basi jamani shoga yangu. Mimi hapa sizungumzii kuonana kila siku, bali walau basi hata mara moja au mbili kwa wiki, ila haipo tena. Yaani ni kama shilingi imegeuka, ni save mimi ndo nimtafute na bado kuonana naye hadi niombe, na sometimes yani anakataa madai kwamba yuko busy, na ikitokea kakubali basi muda wote yani anakuwa busy na simu yake. Sasa mimi sielewi. Na unajua kabisa mimi sitaki kumpoteza kabisa Amani. Kwa hiyo yani hapa ni naona kabisa ni kama kichwa kinawaka moto. Lucy akasema ila nilikwambia hivyo unavyokuwa mgumu kwake atakuja kuchoka, umeona sasa? Jasmine akasema shida sio ugumu, wala Amani sio mwanaume ambaye eti ameweka sexy sana kama kipaumbele cha mahusiano. Lucy akasema bwana, mimi sizungumzii masuala ya mibanjuano. Jasmine, ulikuwa ni hata kuonana naye tu hivi unamgomea sana. Jasmine akasema Lucy, hivi unataka mimi nione mara ngapi jamani? Wakati mimi nilikuwa nataka kumuonesha tu mimi sio mtu wa kupatikana kirahisi na kila muda. Yaani nitaka maintain status. Unajua tena sometimes kupatikana sana kwa mtu yani ni kama inashusha brand hivi, yani kama inakuonesha fulani hivi, ni kama sijui nisemeje. Yaani nitaka tu nitengeneze ile hali ya kutokupatikana mapema, yani kupatikana sijui nisemeje, shavurugu hapa Lucy. Mimi nilikuwa sitaki tu kupatikana kirahisi bwana. Lucy akasema jikanyage, endelea kujikanyaga tu ndugu yangu na maneno yako. Haya ndo kashaona sasa, unalalamika nini tena hapo? Unabaki unababwaja tu. Wewe ulitaka kulinda brand kwamba usipatikane kirahisi. Haya, sasa hivi ndio ikoje? Jasmine akasema, yani Lucy naona kama tu unielewi jamani. Mimi nitaka hivyo ndio, ila sio kwa namna hii jamani, imezidi. Na kwa nini anipi muda wake tena? Lucy akasema kwa kweli sijui, lakini ngoja tu mimi nahisi inaweza kuwa najua sababu japo sina uhakika. Jasmine akasema nini? Lucy akasema Zai. Jasmine akasema Zai? Zainabu kafanya nini? Lucy akasema mimi nahisi tu ni miezi kama miwili hivi alinifuata na kunionyesha picha ya Amani. Akauliza kama mnajuana, nikamwambia ndio. Basi baada ya Lucy kusema hivyo, Jasmine akasema ona sasa ushaniharibia. Na wewe kwa nini ulimwambia? Lakini alafu ngoja, yani kwa nini atake kujua na picha Amani kaitoa wapi? Kwa sababu ukitoa wewe hakuna mtu mwingine kwenye kundi letu ambaye anamjua kwa sura. Sasa picha yake yeye kaipata wapi? Lucy akasema sijui kwa kweli, na inaonekana ilikuwa ni muhimu sana kwake maana alinitafuta asubuhi sana. Jasmine akasema hivi huyo mpuzi ananitafuta ubaya Ngoja nikamwonyesha huyo mbwa. Aliongea hivyo na kunifuata room kwangu.
Sasa na mimi muda huo mimi nilikuwa nimekaa zangu huku, sasa nikifikiria mwisho wa haya yote ni nini. Mara nikasikia mlango bwana unagongwa. Kwa namna ulivyokuwa unagongwa uliashiria ni kama yani kuna kitu. Basi haraka mimi nikainuka na kwenda kufungua. Yani ile nimefungua tu nilishtukia kofi hilo la uso. Sijakaa sawa, nikarukiwa wote chini. Ilikuwa ni jambo la kushtukiza sana. Kwa hiyo kama ni makwenzi niliala ya kutosha. Ila sasa nilivyogeuza kibao nilimponda so. Lucy akaja mbio na kufika pale akatuamua nini. Sasa alivyoona mimi simwachi shoga yake, eti na yeye akaunga ulizia. Niliwaponda yeye na shoga yake. Maji alivyozidi unga, Lucy akachomoka mbio shwa. Nikabaki na milizana na Jasmine. Naona Lucy baada ya kutoka nje alienda kuwaita wengine. Hivyo sekunde tu akafika na kutuamua. Na uzuri ilikuwa ni kipondo cha kitajiri yani. Noma kelele wala kuvunja vitu. Ni mwendo wa kufinyana tu. Ile ni yale makonde chini tu. Hakuna kulia ni kelele. Basi baada ya kutuamua bibi ndo akaanza kuongea kwa jazba sasa huko machozi yanatoka. Wewe mpuzi, umenizoea sana. Nasemaje zai, umenizoea sana. Yaani ni wakuniingilia mahusiano yangu mimi, mchawi mkubwa wewe. Na nakwambia tu ni kama ulienda kuroga ili mwanaume wangu aniache. Haniachi mshenzi sana yani hapa. Achiki mtu niko hapa. Nyoka wewe, lione lidada lizuri ila roho yake mbaya. Lione. Basi kusikia hivyo nilicheka. Nikaambia kwamba kumbe hasira zote hizo kisa ni amani. Sikia binti, nahisi kuna story ambayo huijui. Kaa hapo nikueleze. Unakaa ama ukai? Maana usije kukosa nguvu kadondoka ukaja kutaribia raha zetu. Haiko hivi, sijamroga bwana wako umesikia, ila amekuja kwangu mwenyewe. Yaani inamaanisha mpenzi wako wewe ni mpenzi wangu. Upo? Baada ya kuongea hivyo, Jasmine akasema eti nini? Eti ni wenzangu nyao. Shetani mmoja wewe. Hivi namuona bwana wangu choko hadi awe na wewe. Sikia, mimi najua wewe ni mchawi tu. Na najua wazi kabisa umeroga huko, ndo maana mwanaume wangu kabadilika ili kuwa mpenzi wako. Haiwezekani, kwanza jitu lenyewe unagundwa hadi kwenye ukocha. Nikaambia, maskini, uamini. Acha nikupatie pole, maana huu ni mshtuko mkubwa sana, ila huu ndio kweli. Mpenzi wako ni mpenzi wangu. Ama niseme kwa lugha nyingine tu, Amani ni mpenzi wetu. Wewe ulishindwa kula na kipofu. Basi mimi nimeweza kula naye na sasa yuko kwangu, na ndio maana unaona kwako hayupo tena. Alafu umeniwahi tu, mimi nilikuwa nawaza ni jinsi gani ya kuweza kumweka mpenzi wangu salama, maana kwa story ulizotupatia wewe. Wewe suni ni wa kuoza tu. Sasa baby, wewe nakupa chaguo hili moja tu. Sawa? Achana na upumbavu wako wote na utulie na mpenzi wetu hadi pale atakapoamua nani wa kubaki na nani wa kuondoka. Umesikia? Na ikiwa huwezi kuacha huo upumbavu wako, basi achana naye, maana utakuja kujutia bila sababu. Umesikia? Huo upumbavu wako utakuja kujutia. Alafu kingine, acha kujitapa na kumsifia sana mbele za watu. Utakuja kuroga mpenzi wetu bure. Umesikia? Mtoto wa kike jifunze kuwa na kifua. Na mambo mengine abakie chumbani. Upo dada? Basi baada ya kuongea hivyo, maneno yangu yalimtibua sana. Akaanza kufoko sasa, akikataa kuwa Amani hawezi kumsaliti. Nikaambia kwamba naomba ukanywe brufen, sawa? Naomba ukanywe brufen ulale. Eti hawezi kukusaliti. Yaani una nini ambacho ni cha maana sana hadi asikusaliti? Hilo shepu lilokaa kama jeneza lilofunguliwa nusu, au huo weusi kama giza la kuzimu? Msikilizaji, ngoja nikwambie kitu kimoja. Moja kati ya tabia kwa Jasmine ni kutokubali kushindwa. Yaani hawezi kubali kushindwa kwa kitu chochote. Yaani alikuwa ni mkali kama mbogo, anataka kunipiga. Nikaambia kwamba wewe thubutu. Unaona vile ulivyonirukia pale? Ilikuwa ni ghafla. Sasa saa hizi niguse. Yaani niguse tu hata nyuzi ya nguo tu. Nikusafirisha hela. Mpuuzi wewe. Yaani mwanaume ulipata ukashindwa kumthamini kwa upumbavu wako. Alafu naletea ujinga. Nitakupasua. Jasmine, naona unijui vizuri. Alafu kingine, hicho kipondo ni hicho kuponda. Hakihusiani kabisa na Amani. Umesikia? Kwa hiyo usije kusema kwamba kanipiga kisa mwanaume wangu. Nimekupiga kwa ujinga wako. Alafu onyo la mwisho sasa. Umejua kuwa huyo mwanaume sio wako peke yako. Sasa ole wako umpe mawazo kijana wa watu akaja kushindwa kunipa mara. Uwecheza karata zako na upite mbali na mimi. Umesikia? Toka haraka. Toka. Aliondoka. Watu wengine wote wakabaki wananiangalia tu kwa mshangao.
Aziza akauliza kwamba Zai, ina maana yani unatoka na mpenzi wa Jasmine? Ndio, vipi? Kuna shida ama unataka nitoke na mwanaume wako pia? Wewe, nisikilize, kuna shida kubwa sana tu. Yaani unawezaje kutoka na mtu ambaye unajua kabisa wazi ana mtu tayari? Na tena huyo mtu ni rafiki yako. Kweli jamani, Zai kwa nini unakuwa hivyo? Wewe, naomba ukome. Jasmine hajawahi kuwa rafiki yangu. Afu kingine, Amani hajaoa. Ukiachana hilo, nilijua nikiwa tayari kwenye mahusiano naye. Lakini pia hata kama ningejua kabla, isingenizuia kuwa naye eti kisa Jasmine. Na kwanza unaniuliza hivyo, wewe si umemrudia Jay? Wakati ulimfumania live kitandani na kipigo ukapigwa juu. Ila leo si uko naye? Hayo unaweza kuniambia kwa nini? Na ninavyojua hajaachana na yule dada. Au kama aliachana naye, basi ana mwingine. Baada ya kusema hivyo, Aziza akasema hata kama bwana, ila sasa ulichomfanyia Jasmine sio kizuri. Na siku zote huwa mtu yani, hebu naomba usijitahidi kuwa mtu unajitambua na kujithamini. Yani sijui umekuaje wewe. Nikamwambia Aziza sitaki unihukumu kwa lolote. Kama unajitambua ni wewe. Na ukiona siko sahihi, mfuate Jasmine. Akawe shoga yako. Ila mimi kumwacha Amani kisa yeye, no. Big no. Basi Aziza akuongea, akaondoka na wengine wakamfuata nyuma. Huko chumbani kwa Jasmine, alikuwa anafungasha kila kitu chake aondoke. Lucy alimzuia na kumwambia kwamba Jasmine, tulia bwana, usifanye maamuzi kwa hasira shoga yangu, itakugharimu sana. Jasmine akasema, hii ni gharimu mara ngapi? Mara ngapi? Lucy, Amani na kumsaliti mimi? Hapana, siwezi Lucy. Lucy akasema, wewe na Amani nani kamsaliti sana mwenzake? Au mkuki kwa nguruwe shoga yangu Hebu sikia bwana, mimi naona unapaswa kutulia na uangalie nini cha kufanya ili uweze kumrudisha Amani wako wa zamani. Jasmine akasema, sio rahisi Lucy. Lucy akasema, basi achana naye. Kwani ni yeye pekee aliyebakia duniani? Wanaume si wako wengi? Jasmine alikaa kitandani kiuchovu na kusema kwamba wako wengi ndio, ila hawako kama Amani. Lucy, Amani ni mwanaume wa ndoto yangu jamani. Ndio maana mimi nifanya mengi ili aweze kunioa. Lucy akasema, basi pambana shoga yangu kumrudisha. Jasmine akasema, sasa nitafanya jamani ili hali hataki kunipa muda. Lucy akajibu, sikia, wewe unamjua Amani vizuri kuliko hata Zai. Unajua nini anataka na nini hataki. Kwa hiyo acha maigizo yote hayo ambayo uliokuwa ukimuigizia. Anaanza kumpenda, mpe muda, muonyeshe kwamba yani unamheshimu na umuonyeshe kuwa wewe ndio mwanamke wa maisha yake. Jasmine akajibu, nafikiri nikifanya hivyo atarudi? Lucy akajibu, ndio nina hakika. Basi Jasmine alitabasamu na kuamua kuahirisha kuondoka. Usiku ulipita ila kwangu haukupita vizuri. Kitendo cha kupigana na Jasmine kisa Amani kilininyima amani. Nilijiona kama nimekaa kwenye nafasi sio yangu. Na niliona kama nimeishusha thamani yangu kwa kiwango kikubwa mno. Mimi sio kupigana na mtu kisa mwanaume. Akili niambia ili nirudi kwenye mstari niachane na Amani. Ila moyo uligoma na kuniambia wewe Amani ni wako. Aisee nisiwe mwongo. Fulani iliyokuwa nayo ilipotea kabisa. Nakumbuka asubuhi baada ya chai wengine wote walienda kuzunguka sehemu mbalimbali za jiji hilo. Na mimi nilibaki room kwangu tu. Na sio mimi tu, hata Jasmine mwenyewe hakuweza kutoka. Na alivyojua kuwa sijaenda na wengine alinifuata na kuniambia kwamba nimekubali kuwa Amani sasa ni mpenzi wako. Ila kitu kimoja ambacho nataka ujue ni kuwa siwezi kukuachia. Alikuwa wangu na atabakia kuwa wangu. Wewe utabaki kuwa mwanamke mwingine tu. Na nikwambie tu, mimi tayari ninafahamika kwao na familia yake yote ilishanipokea. Kwa hiyo endelea kutamba, lakini mwisho wa siku mimi ndio nitaibuka mshindi wa hii vita. Alivyosema hivyo, msikilizaji, nilijifanya kupuuzia yale maneno. Nikamwambia kwamba sawa. Kwa hasira akataka kuondoka ila akarudi na kukaa. Kisha akainua simu yake na kupiga. Kampigia nani? Mama mkwe. Yaani mama yake na Amani. Naona alitaka kunionyesha kuwa kweli anajulikana na anapendwa na familia ya mwanaume. Basi simu iliita bwana, kidogo ikapokelewa pale, nikasikia mama yake Amani anasema, mwanangu mrembo, unaendeleaje kipenzi changu?" Basi Jasmine alijibu na kuuliza hali zao pale. Mama Amani akajibu wako salama na kumuulizia kijana wake kama yuko poa, maana hajaongea naye karibu siku 2. Jasmine alijibu yuko poa. Kisha mama mtu akamsisitiza amshawishi Amani ili wafunge ndoa, kwani ni muda sasa toka waanze mahusiano yao. Jasmine alijibu sawa. Kisha wakaagana na simu ikakatwa. Baada ya simu kukatwa, aliniangalia huku sasa kitabasamu na kusema kwamba kera la heri binti mchawi na kuombea ushindi. Mimi sikumjibu, akainuka na kuondoka. Unajua msikilizaji, hadi kufikia hapo inaonyesha kabisa uhakika wa Jasmine kumpata Amani ni mkubwa, na niseme tu mimi sikuwahi kujua kama alikuwa tayari kashapelekwa ukweni. Sasa nimejua na nimesikia namna anavyoongea na mama wa Amani. Nilifikiria nikaona hapana, huyu sio mimi.
wala yeye sio sehemu yangu. Yes, sikuumbwa ili nije kupigania mapenzi, na mwanaume siku zote huwa hapiganiwi, ila hubaki pale anapopenda. Na kwa mimi, pamoja na kwamba hajawahi kunionyesha tofauti, ila kitendo cha kuanzisha mahusiano na mimi ikiwa tayari ana mtu mwingine ambaye kashamtambulisha kwenye familia, ni ishara ya kwamba anataka kupita tu. Ndio. Unajua wanaume bwana, sijui nisemeje. Of course maamuzi anakuaga hapo kwao, ila mpaka kupeleka nyumbani, yaani umeshampa asilimia kidogo ya wewe kuwa baby mama wake, mama wa watoto wake. Kwa hiyo mimi sijapelekwa. Hata kama sijapelekwa nini, sina wa kupita. Na usikuta alihitaji kutuliza maumivu ambayo alikuwa akipitia kwa wakati ule, kwa sababu kama hana mpango na yeye, kwa nini uko naye hadi leo? Ni kawaida sana watu kuingia kwenye mahusiano na watu wengine kwa ajili tu ya kutuliza maumivu wanayopitia. Msikilizaji wangu dhambi, mimi nilijiona ni mjinga na niliona hapa nimepoteza muda bure. Sasa nilichoamua ni nini? Na achana na Amani mazima. Yes. Siwezi kukaa sehemu isiyo na future. Usi wakati wa kuchezeana na kupotezeana muda bwana. Najua ndio mimi nitaumia, ila ni bora nibaki sehemu ambayo ninathaminika kuliko kukaa kupigania kitu kisicho na uelewa. Na kaje sehemu ambapo hakuna uelekeo. Basi muda ulienda. Jioni ya siku hiyo Jasmine aliondoka. Mimi nikaona acha nibaki, nisije kuondoka nikaonekana ndo yani ni kama naanza mashindano. Kweli nilibaki. Jasmine aliondoka, na alipofika da akampigia simu Amani, ila hakupokea. Akaamua kupumzika kwa sasa, akiwa na mpango wa kumfuata nyumbani kesho. Na ilipofika alijiandaa vizuri kabisa akaenda. Ilikuwa ni weekend, so Amani alikuwa nyumbani. Basi binti alifika, akagonga, mlinzi akamjulisha Amani. Amani naye akamwambia muache ingie. Kijana wa getini akafungua geti. Binti akaingia na kwenda kupaki gari lake sehemu ya maegesho, kisha akashuka na kutaka kwenda ndani, ila Amani akawa tayari kashatoka nje. Sasa Jasmine kumuona akamkimbilia akitaka kumkumbatia. Ajabu, Amani alimzuia na kumwambia kwamba twende tukakae pale. Jinsi alivyoongea na ilimpa ishara mbaya sana Jasmine, ila akavunga na kwenda kukaa sehemu aliyoambiwa. Sasa baada ya kukaa, Amani akamuuliza kwamba umekuja kufanya nini, maana sina taarifa ujio wako. Jasmine sasa kusikia hivyo alianza kujichekesha na kusema kwamba jamani mpenzi, jamani hapa si ni kwako jamani, na kwanza lini nikaomba ruhusa kuja kwako? Ilikuwa ni zamani. Niambie unataka nini, maana nina kazi za kufanya. Jamani kazi gani sasa jamani? Vipi naweza kushinda na wewe leo? No, huwezi kushinda na mimi. Baada ya Amani kuongea hivyo, Jasmine alianza kulalamika kwa sauti ya kudeka na kumtaka Amani aache kumuumiza. Amani alimsikiliza kisha akamuuliza kwamba Jasmine, naomba nikuulize kitu. Unataka nini kwenye maisha yangu? Basi jamani mpenzi, jamani sasa ni swali gani yule jamani unauliza? Wakati unajua kabisa wazi mimi nakutaka wewe. Nakutaka leo hata kesho. Basi acha nikwambie mimi sikutaki. Nini? Nimesema sikutaki. Amani. Yaani unasema nini? Sijakusikia vizuri. Nadhani umesikia. Msiko nini unitaki jamani? Vipi kuhusu ndoto zetu? Hizo ndoto zilishakufa kitambo sana. Kwa hiyo nataka uelewe kuwa tu Amani hakuhitaji tena, na mahusiano yanaisha kwa mtindo huo. Unajua wewe kwa siri zamani, Amani tumekuwa pamoja miaka 2 sasa, alafu eti bila tu sababu tunakuja kusema eti kwamba tuachane jamani. Hivyo ni mshenzi Sikia, anajua una mwanamke mwingine, lakini wewe kuwa na huyo kichaa wako. Yaani hakuwezi kuziba nafasi yangu hata siku na moja. Amani wewe ni wangu, unanielewa? Nilikuwa wako zamani aisee. Ila sio sasa hivi. Na ni wewe ulinisukuma mbali. Kwa hiyo naomba usinipandishie sauti. Mimi ndo nimekusukumia mbali kweli Amani? Hivyo nataka mimi kunitafutia kosa? Amani mimi sijawahi kukukosea wala kufanya lolote baya juu yako daima. Mimi siku zote mimi nimekupenda na nimekuheshimu Amani. Kwa hiyo yani ni kama unatafuta sababu ya kuniacha, si ndio Sema ili usianze kunipaka hapa uchafu, na tena muogope Mungu sana Amani. Eti mimi ndo nimekusuku jamani. Uone taibu kunipakazia. Jasmine, sikuwahi kujua kama wewe ni mwigizaji mzuri kiasi hiki. Jasmine, unaniambia nini kwamba nakuonea? Hivi unafikiri mimi ni mpumbavu hata nipunguze upendo juu yako bila sababu? Yaani wewe hata ujiongeze tu kwamba kwa nini huyu mwanaume amepunguza upendo bila hata sababu. Sikia, ninajua upumbavu wako wote. Sometimes inawezekana nafahamu vitu vyako, lakini kaka kimya nisikwambie. Nakupa ushindi. Au unataka nikuonyeshe yale uliokuwa unafanya nyuma yangu? Bwana unaongea kuhusu nini jamani? Yaani ni kitu gani hicho ambacho mimi nimefanya nyuma yako?
bado unaendelea kujifanya ujui, si ndio? Njoo. Alimvuta mkono mkuku hadi ndani. Kufika akamwacha sebleni na kwenda chumbani. Akarudi na simu yake na kuanza kumuonesha picha akiwa na wanaume tofauti. Hakuishia hapo, akamuonesha hadi video zilizomuonyesha akiwa club anacheza huku akionekana kulewa. Jasmine hakuamini anachokiona. Mdomo ulikuwa ni mzito. Amani akamuuliza kwamba niambie, huyu ni nani? Na wewe uliyesimama hapa na mshungi wako ni nani? Jasmine alishindwa kujibu na kubaki kainamisha kichwa chini. Kwa hasira Amani akasema kwamba sina kuuliza ama. Amani mambo yanazungumzika. Wewe unaona anazungumzika, si ndio? Sikia, sina cha kuzungumza na umesikia? Ila mlango ule pale, fungua utoke. Na jamani, hapa na mpenzi wangu, jamani tafadhali mimi naomba unisikilize. Amani, mimi nakupenda kweli sana. Na najua ndio nilikuigizia, ila mimi sikuwa na nia mbaya baba. Nakuomba sana, mimi nataka tu nipende. Alikwambia nakupenda ukiwa na majuba ni nani? Jasmine, nilikupenda si kwa sababu nilikukuta katika vazi, ila nilikupenda wewe na nilikuwa tayari kupokea uhalisia wako. Kwani mavazi ni nini? Ila naona uliwaza na kujidanganya kuwa ukinidanganya eti kusiji ukinidanganya kwamba nitakupenda. Na bado ungebaki kufeki tu mavazi. Lakini umalaya, bangi na ulevi. Jasmine, mtoto wa kike unalewa hadi unazima. Alafu bado wanaume, yani wewe mwanaume akionyesha kukuelewa kidogo tu tayari unapanua mapaja yako. Na ulivyo mpuuzi bila aibu wala huruma, unaenda kukutana na mwanaume mwingine na siku hiyo unakuja kukutana na mimi na huna hata wasiwasi. Alafu uko hapa kuniambia kwamba ulinipenda. Hivi unajua maana upendo wewe? Shenzi sana wewe. Unajua Jasmine, mimi nilikupenda kuliko neno lenyewe. Nilikuthamini. Nilikuzingatia kuliko hata ninavyojizingatia mimi. Sio kwa sababu mimi nilikuwa ni fala, ila ni kwa sababu nikupenda na nilihitaji kukufanya mwanamke wangu siku zote. Ila ulifanya nini? Sina kuuliza hapo. Muone mwili kaa funguo. Ulinichanganya na wanaume tofauti kila itwapo leo. Zai, ulitaka kuniua? Afu mimi kwa ninaongea afu nakuuliza ulitaka kuniua? Mimi tafadhali jamani, naomba nisamee babangu. Mimi nasema tu ulikuwa ni utoto. Na naahidi mimi nimeacha na nitakuwa mwanamke bora kwako, ila tafadhali tunaomba usiniache mume wangu, nakupenda. Kaa kimya. Nyako. Kaa kimya mpumbavu wewe. Eti unanipenda? Hebu naomba ondoke mbele yangu haraka sana. Na ole wako ni kuona unanifuatilia. Amani jamani, naomba nipatie nafasi nyingine, mpenzi wangu anazungumzika jamani. Mimi nakuahidi mimi nitabadilika. Na hapa mbele ya Mwenyezi Mungu nitabadilika, mimi nitakuwa mwanamke bora kwako. No, haiwezekani. Tena kuanzia leo hii unatakiwa kukaa mbali na mimi pamoja na familia yangu. Basi Jasmine alilia mno na kuomba msamaha, ila Amani hakumuelewa. Na alivyoona anazidi kuongea, alimuita mlinzi akamtoa nje. Kilio cha Jasmine kilikuwa ni kizito mno. Alimtafuta mama Amani ili aombe msamaha, ila mama Amani alimwambia kwamba Amani alimtafuta asubuhi na kumwambia kuwa mahusiano yao yameshakufa. Kwa hiyo hakuna kitu ambacho anachoweza kumsaidia ikiwa tayari kijana wake kashaamua.